Nafikiri kwa issue ya kiwanja, mimi sio miongoni mwa watu ambao ninabai hiyo idea na sijafurahishwa kama sio kukubaliana, lakini kwa sababu mamlaka zimeamua, nafikiri iendelee tu, lakini kwa maana ya ukubwa wa mchezo wenyewe, thamani ya ligi yetu na ukubwa wa hizi timu, nafikiri haikupaswa mchezo kama huu kwenda kucheza katika ule uwanja. Ni uwanja ambao una pitch nzuri, lakini maeneo mengi bado hayatoshelezi kuweza kutoa taswira halisi ya ukubwa wa mechi ya Simba na Yanga. Ni kama vile tumeenda kuidogosha hii mechi, lakini mwisho wa siku ndio ilishapangwa. Lakini kwa upande wa waamuzi ninayasupport kwa upande mmoja, lakini upande mwingine inaniumiza. Kwa nini? Kwa sababu unapoona sasa inafika hatua tunaanza kutafuta waamuzi wa nje, tafsiri yake ni kwamba waamuzi wetu wameshindwa kufanya kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitarajia. Tafsiri nyingine kwamba waamuzi wetu hawaaminiki na sio wadau wa soka na hizi timu zenyewe. Hasa kama unakuwa na ligi ambayo waamuzi hawaaminiki, inatia shaka hata ubingwa wanaopatikana, ni kama bingwa anakuwa amepitia katika mchakato uliokuwa sahihi au sio sahihi, kwa sababu waamuzi hao ndio wanachesha mechi. Let's say mechi kama Simba ana mechi let's say 30, si ndio? Maana yake mechi 28 anacheza na waamuzi hao ambao tunaona pengine hawatoshi. The same na Yanga mechi 28. Kwa hiyo solution pekee sio kutafuta waamuzi wa nje. Solution pekee ni kutafuta namna bora ya kuweza kuwagumu wao kwetu katika kutafuta training nzuri, misingi mizuri, kuweka taratibu mzuri ili waweze kuwa bora. Hiyo ndio jambo pekee, kwa sababu kwa siku impact yake haiwezi bingwa apatikane kwa mechi ya Simba na Yanga. Yaani unaweza ukafungwa na Simba au ukafungwa na Yanga na bado ukawa bingwa. Kwa sababu katika mechi 30 maana yake kuna mechi mbili tu ndio ambazo almost kama ni alama 6 wakati mwingine. Kwa hiyo kama kwingine ukaweza kufanikiwa na bado ukawa bingwa. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kwenda far better na kutengeneza mjadala mkubwa wa kuweza kuona hawa waamuzi wetu changamoto za msingi ni nini. Tuwe wa kweli. Tukae chini tutafute namna bora ya kuweza kusaidia mpira wetu. Kwa sababu utazungumzia mechi ya Simba na Yanga, mechi ya Yanga na Azam, mechi ya Simba na Azam, mechi ya Simba na Singida, mechi ya Simba na Dodoma, Yanga na Singida na Namungo na Mbeya City. Unaona? Kwa hiyo gundua kwamba bado unakuwa tu hujasolve tatizo kwa ukubwa wake. Kwa sababu hii sio mechi ya finali. Kwa pengine tutataka tuamue bingwa katika finali. Hii ni mechi ya ligi. Yaani ni muendelezo wa mechi nini? Za ligi. Nafikiri sawa, hata msimu uliopita ilifanikiwa, alikuja mwamuzi kutoka Egypt na Simba alipoteza magoli mawili kwa 0, hapakuwa na malalamiko, lakini nilifikiri kuanzia pale ndio ingekuwa ni take off ya kuweza kuona sasa okay, kama waamuzi tumeweza kuona katika level hii, je, sisi kwa tunapungukiwa nini? Sawa, ni ubora wa waamuzi wetu, labda mafundisho yao, labda training zao, au ni kitu gani? Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi nzuri ya kuweza kujifunza sasa tuanze kuwaamini. Lakini cha ajabu hata wale ambao tulikuwa tunafikiria pengine wangeweza kuwa bora nao wamekuwa saizi hawaeleweki. Kwa hiyo binafsi nafikiri ni kitu ambacho cha kufikirisha. Of course kwa demand ya mchezo wenyewe tarehe 3 Simba wameanza hata kulalamika leo Zanzibar, baadhi ya wadau wa Simba kwa pengine wangependa maamuzi yaweze kuwa fair, ni kama tayari wana mashaka na hilo eneo. Unaona, nimeweza kuona baadhi ya maandiko, lakini isipelekee tu kwenda kuhaya waamuzi kutoka sehemu nyingine. Ifike hatua kama amiko yapo tuyafanyie kazi kwa kutafuta solution ya kudumu ili kesho na kesho kutwa tupate ligi ambayo itakuwa ina usawa, ina haki, lakini sio tu waamuzi na maeneo mengine, bodi ya ligi na vitu kama hivyo. Sawa. Chief, taarifa zinaeleza kwamba Simba ndio ambao wamehusika moja kwa moja. Taarifa zinaeleza Simba wanahusika moja kwa moja kwa kushinikiza waamuzi wa mchezo husika watoke nje. Kwa maana ipi? Young Africans mchezo ulipokuwa kwao, Mwinchui alichezesha, hakukuwa na tatizo. Lakini kwa upande wa mechi kuelekea kwa Simba, inadaiwa kwamba wao ndio ambao wameshinikiza ama ndio wamepelekea waamuzi watoke nje. Pengine una lipi la kueleza hapa kwamba timu inaweza ikahusika moja kwa moja kwa kuhitaji mabadiliko ya waamuzi, na kama iko kipaumbele kuhitaji waamuzi, uone kwamba kuna nafasi ya timu kutumia fursa hiyo, pengine kuzungumza na waamuzi hata kabla ya mchezo? Hapana, nafikiri Simba ndio mwenyeji wa mchezo. Kwa hiyo kama ameona pana changamoto za kiuamuzi, ana haki
ya kuweza kutoa idea yake au pendekezo yake, na pengine kuweza kutoa fursa ya kuweza kutafuta waamuzi. Unajua hao wenzetu waamuzi wa nje tofauti na waamuzi wetu. Hao wako very smart na hasa kwenye taaluma. Very smart kwenye taaluma. Kwa hiyo mimi siamini kwamba unaweza kuketi ukatafuta mwamuzi wa Morocco au sehemu nyingine ili aje kukubeba, hapana. Itakuwa tu ni katika kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanahisi wakati mwingine wanakikosa. Nafikiri mechi iliyopita Simba na Yanga, Simba walimblame baada ya kuamini kwamba walitakiwa kuweza kushinda kwenye ule mchezo, lakini mwamuzi akashindwa kutafsiri goli lao ambalo kimsingi ilikuwa itakuwa kwa goli halali. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sababu ya wao kuwa na point kwamba ona sasa tunaingia kwa mechi ya pili, mechi ya kwanza tuligawana alama 1-1, lakini mechi ambayo sisi tunaamini tutakiwa kuweza kushinda. Kwa hiyo katika mazingira haya sisi tunaamini kwamba waamuzi hawezi kutusaidia. Kwa hiyo tunafikiria pengine muweze kuona kama watu wenye mpira nini cha kufanya. Sasa huwezi kujua behind, pengine hata labda wakati mwingine kuweza kuchangia baadhi ya gharama, kwa sababu wao ndio wenye mchezo, inaweza ikawa ni sehemu ya hilo jambo. Lakini kuchangia, mimi naamini katika sense ya kwamba hiyo ni kutaka kutafuta ile ukweli kwamba kama tunapoteza basi tupoteze katika mazingira ambayo yatakuwa hayana changamoto yoyote. Isije katokea tukawa tunatoa jitihada zetu, tunapambana, kwa mwisho siku mwamuzi anashindwa kutupatia haki. Kwa hiyo iwe ni Simba amelalamika, iwe ni Yanga, msingi mkubwa wa hili ni kutaka kutamani kuona haki ikitendeka katika mchezo husika. Sawa sawa. Pengine kuelekea sasa mchezo wenyewe, tayari ni mchezo ambao tunaweza kusema unaenda kuamua hatima ya nani anaenda kuwa bingwa. Ikitokea Young Africans ameshinda, ikitokea sare miongoni mwa timu zote mbili, na ikitokea vile vile Simba amepata ushindi kwenye mchezo husika. Lakini unaiona hii dabi ya safari hii ikiwa na nguvu zaidi physically, kwa maana ya kinguvu ama kiakili? Ni vita ya nguvu zaidi ama ni vita ya akili kuelekea kwenye kuamua mbio za ubingwa? Nafikiri hapo kuna vyote vile vinakwenda kutumika. Mimi nikiangalia silaha ya Simba naona ipo kwenye intensity, sio ufundi zaidi. Ni timu ambayo imeimarika kwa maana ya ile tunasema ile kasi ya mchezo, ile stamina ya kukimbizana, kukimbia twende wote turudi wote. Wako much more aggressive kwa sasa hivi. Unaweza kuona wakiwa wanakimbia kiwanjani, wanavyotawala uwanja, wanavyokava maeneo mbalimbali. Hiyo ni sehemu ya Simba. Lakini kiwaangalia Yanga wamekuwa ni much more, yani wamelai kwenye tactics na techniques. Timu ambayo imekuwa ikiamiza katika mbinu. Hata mechi ya mwisho dhidi ya Azam unaweza kushuhudia Azam alikuwa iko bora. Yaani ukiangalia kwa macho unaona Azam anashinda wakati wote, lakini ndio anafungwa. Kwa sababu Yanga maana yake walikaa kwa stadi wakaangalia Azam wana strengths gani, wana weakness gani. Katika strengths zao hapo utapata weakness zao. Hao wanataka sisi kutulazimisha wapitie katikati. Nyuma wameweka wale walinzi wachache walio tatu, washambulie numbers ili waweze kutuspecialize, tukae nyuma. Tukae katika middle block, tukipata mpira tutashambulia. Na magoli yote ambayo Yanga aliyafunga katika ule mchezo yalikuwa kwenye staili hii moja. Na ukiangalia hata the way ambavyo ametengeneza katika staili hii moja, na hata movement ya pasi itakiwa pande huu moja. Maana yake sio kitu cha bahati mbaya. Ni kitu ambacho walikuwa wamekitrain. Waliangalia kwamba ukiangalia Azam kwa namna ambao wamekuwa wakicheza, wanaacha nyuma walinzi watatu, baadaye Faisal anashuka chini kuja kuwa mtu wa nne. Faisal ana uwezo mkubwa kuweza kukaa na mpira, sio rahisi kuweza kumpoka, lakini pia ana jicho la kuona kwa maana ni pasa mzuri hasa kwenye long balls. Kwa hiyo sisi tunapokuchukua na mpira nyuma, timu yote watu saba isogee juu. Sawa? Faisal anashuka, anakuwa ni mtu wa nne. Tukimpa mpira Faisal maana yake tunatengeneza uwiano. Hawa Yanga wakija kwa kaba watu hao watatu watakuwa na watu watatu, na ambao watamfuata Faisal wakiwa wawili watakuwa watu watano. Kwa hiyo sisi tutakuwa tumewaleta kwetu watu watano wa Yanga, alafu kule kwao wabakisha na watu watano, sisi tuna faida ya watu 6 mpaka 7. Si unanielewa? Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu ambayo waliingia nao ni Mibenge ili kutaka Yanga kuwachanganya kwenye la katikati. Kwa Yanga wakaenda kwa kaingamua, wakaja wakawaadhibu nayo. Kwa hiyo ni timu ambayo inacheza kimbinu zaidi. Kwa hiyo timu moja itaingia kwenda kutaka kupunguza pressure. Yaani Yanga hawatatamani kupishana na Simba. Watakachokifanya ni kwenda kutaka kuwadominate Simba, na njia pekee ya kuweza kuwadominate ni kuweza kufanya ball possession katika eneo la katikati, kudhibiti kwa kutumia viungo wengi ili kuweza kufanya Simba wawe disorganized. Kwa sababu ukiamini kwamba Simba kama utawaambia waanze kutengeneza mashambulizi kutokea nyuma, bado hawajapata huo muunganiko, yani build up hiyo haipo. Kwa hiyo wanachotaka tu wao wapate mpira
Tupige mpira mrefu, uende kwa Ansat Yaura, uende kwa Gueye, uende kwa Mpanzu, uende kwa nani, tukimbizane, mwalimu akae, apate labda ni one long balls au apate labda direct pass aweze kuitumia. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ya namna hiyo, kwa mwingine akiamini katika ufundi, mwingine akiamini katika kasi na kutengeneza balance ya maeneo kati ya kushambulia na kushambulia. Kwa mara ya kwanza dabi mbili, mchezo unaofanana, michuano miwili tofauti, gepu katikati tofauti, ni siku kama 4 hivi. Ina afya ama kuna changamoto unaiona kwa dabi kukaribiana hivi? Hiyo ipo hata Europe. Juzi tumetoka kushuhudia hapa nani mechi ya Atletico Madrid na Barcelona, ilipigwa yani mfululizo. Imeanza siku ya kombe gani, kaja ya ligi, kaja siku ya bingwa, zilikuwa zimefuatana. Inatokea wakati mwingine ikakaa ndio tatu zikawa zimeunganika pale. Ipo kuna kipindi hata Real Madrid na Barcelona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ni namna ambavyo inakwenda kuonyesha kwamba una how strong you are, una ubora kiasi gani, una uwezo gani kuweza kuhimili hiyo mikiki na uwezo kufanya rotation kwenye cost yako. Kwa hiyo nafikiri ni kile ambacho kinatokea sometimes, sio kitu kibaya kutokana na ratiba, na ukizingatia ligi nyingi zinapambana ziishe kabla ya Juni. Tunafahamu kuna World Cup mwaka huu. Kwa hiyo ndio ukiangalia leo hii, ukiangalia ligi ya Uingereza, ukiangalia Ujerumani, ni almost wanakwenda kwenye mwisho wa msimu. Yaani ikifika middle kwenye Mei, ligi nyingi zitakuwa pale nini zimeisha. Kwa hiyo sisi tunapambana at least na sisi tuwe miongoni mwa zile timu, kwa sababu ikishahamia kwenye kombe la dunia hakuna hata kingine kitakacho kinaendelea. Kwa hiyo wote wanapambana kulilai kuwahi ile michuano ya World Cup. Ndio maana wakati mwingine zinatokea scenario kama hizi. Sawa. Chief, ulinukuliwa na ninakunukuu hivi sasa kueleza kwamba dabi inaelekea kupoteza mvuto kwa kupangiwa kwenye viwanja vidogo, kiwanja ambacho hakiingize hata watu 10,000. Binafsi bado nasimamia hiyo kauli, maana nimeona kauli zingine tofauti zikipinga ama kukinzana kauli ambayo umeitoa wewe. Nimeshuhudia kutoka kwa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports Club, nimeshuhudia na kwa wachambuzi wengine tofauti. Wapo ambao wana support hoja yako na kuna wengine wanapinga kwa kuona kwamba dabi haiwezi kupungua huo ukubwa wake. Wewe bado unasimamia kwenye hoja yako hiyo? Yaani akiongea afisa habari wa klabu ya Simba siwezi kubishana naye kwa sababu ipo kwenye kazi. Sawa? Kwa hiyo lazima asimamie kile ambacho taasisi yake imetaka kuweza kufanya. Na ende mwenye mchezo. Hawezi akatoka dhana akasema hii inashusha wakati yeye ni mhusika. Lakini kwa hiyo mimi ninamrespect katika mazingira hayo. Kwamba chochote atakachokizungumza, whether kiwe kizuri au kiwe cha kubahatisha, anazungumza akiwa anajua. Lakini hao wengine wanaozungumza hawa ni yale ni muendelezo tu wa watu kupenda kutumika kwa siku za kawaida. Sasa siku nyingine tumekuwa na kundi la watu ambao wanaamini katika hivyo vitu vya kutumika hivyo. Walau unazungumza, unaandika, afu na screenshot, unamtumia mtu. Bali nishamjibu huku. Sasa mimi sio mtu wa aina hiyo. Kwa maana gani? Duniani kote, sawa, kuna kitu kinaitwa thamani. Duniani kote kuna thamani. Na thamani hiyo ipo. Hata katika familia kuna thamani ya baba, ya mama, unaelewa? Hata katika utawala kuna thamani ya mkuu wa nchi. Iko hivyo, thamani iko pale pale. Wote sisi ni binadamu tuko sawa, lakini kuna thamani. Si unaelewa? Hata magari yako mengi, lakini kuna magari ya thamani. Si unaona tunachozungumza kila kitu kuna ile VIP, kuna loyal class ipo. Na ndio maana ya maisha, ndio maana ya binadamu. Kwa ukija katika mpira wa Tanzania, the loyal class ni Simba na Yanga. Yaani wewe utake au sasa loyal class haipo tu kwenye kutamka. Loyal class inaanza hata kwenye kuizungumza mchezo wenyewe. Huko nyuma ilikuwa hizi mechi zilikuwa zinacheza, unaweza utakumbuka. Walikuwa mpaka wiki 2. Mwingine anakwenda Zanzibar, mwingine anakwenda Pemba, mwingine anakwenda Bagamoyo kama unakumbuka. Mwingine uko Morogoro. Ilifika hatua hii mechi ilikuwa ikichezwa kila kitu kinasimama. So unaelewa? Ndio Simba na Yanga. Nchi nzima inasimama. Hata the way ambapo media zinavyocover, hata ambaye ana haki ya matangazo anavyocover mechi ya Simba na Yanga ni sawa cover mechi nyingine ya Lipuli na Namungo au na Dodoma Jiji au na Vikindo Sports. Hapana, kwa sababu hii ni mechi ambayo hata maandalizi yake, hata vifaa vyake wakiwa wanarusha ile mechi ni tofauti. Hata aina ya watangazaji nao waweka kwenye hiyo mechi. Ana select mtangazaji ambaye naamini huyu akienda atapa kitu kizuri. Hata wachambuzi wa hiyo mechi sio kama mtu anachambua tu. Wana wachambuzi wengi, sawa? Wana watangazaji wengi, wana komtu wengi, lakini hawa ni watu special. Kwa hiyo ukiniambia kwamba haipunguzi,
ni katika mwendelezo ule ule wa kutaka zile screenshot wapelekee watu ambao wanakuwa wanapelekea. Lakini kimsingi imeshusha thamani. Kwa sababu thamani maana yake unaangalia kwanza kwenye coverage. Hii ni mechi kubwa. Ni mechi ambayo ya nchi. Leo kuna derby. Tunashuhudia jana derby ya mashemeji. Tumeshuhudia FC Leopard na Gor Mahia. Tulishuhudia derby kati ya Kaizer na Orlando Pirates. Derby angalia mazingira ya viwanja yanavyokuwa. Sawa? Sio tu issue ya wingi, hata ubora wa kiwanja chenyewe. Sawa? Sasa tuna uwanja wa Amani Stadium, ni kiwanja kizuri ambacho kinakidhi vigezo. Forget about issue ya watu, kwa sababu uwanja wa Mkapa una changamoto za kuendelea kurekebishwa. Je, uwanja wa Amani unaweza kusema ukompare na uwanja ambao umeweza kuchaguliwa? Havifanani hata muonekano. Leo ikae Afrika iangalie uwanja wa ule ambao unaosha mechi ya Simba na Yanga, ndio uwanja kwamba hii ndio dabi ya Tanzania, na kama bwana hii ndio mechi kubwa ya Tanzania, hawa ndio wababe. Ni serious? Uwanja kuna maeneo hauna majukwaa, ambayo hii ndio yani ligi ya Tanzania kioo chake ni pale. Leo hii tunazungumzia hawa sponsor wengi unaozungumzia wameingia kwenye mpira kwa sababu gani? Kwa ajili ya Dodoma Jiji? Hapana, ni kwa ajili ya Simba na Yanga. Ndio hao wanaongeza thamani. Wachezaji wenye thamani kubwa wako wapi? Ni hawa. Makocha wakubwa wako wapi? Kwa sasa mtu akipinga ni mwendelezo ule wa kwamba ngoja ni support, baadaye ni screenshot nitume. Unaona pengine kuna ni issue ya kibiashara kwamba pengine Simba wamehitajika ili kuongeza hadhi uwanja Meja Jenerali Samuel? Hapana. Ni mambo yetu tu ya Tanzania haya, lakini wakati mwingine kukosa watu ambao pengine wanaweza kawa wana misimamo thabiti, watu ambao wanapenda, watu ambao watakuwa kwa tayari kubalance. Unajua kikacho tu hata kila siku ni kubalance. Ndio kitu kibaya ambacho kinatuathiri katika vitu vingi sana. Ni mambo ya kwamba huyu asiumie. Anastahili kuumia aumie, tutakane mara 6. Yanatakiwa bakie kuwa hivyo. Unaona? Lakini mazingira ambayo yanatokea ndio hayo ambayo kimsingi hayako fair. Kwa hiyo mimi siamini kwamba yani ni kutokana na issue ambayo hiyo. Hapana, ninachokiona ni kwamba kuna sehemu watu wameshindwa kusimama katika zamu zao. Sawa. Shukrani sana Chief. Asante sana.